Simba tayari imetangaza kikosi chake ambacho kitaanza kwenye mchezo wa fainali wa kombe la shirikisho hapo baadaye dhidi ya RS Berkane kutoka pale nchini Morocco. Mchezo huu ambao ni wa kihistoria unaotarajiwa kuwa moto, huku kwa upande wa klabu ya Simba wakilenga kuandika historia ya kutoa taji hili kwa mara ya kwanza. Kocha mkuu kwa Simba Fadu Davis tayari amechagua kikosi imara ambacho kimechanganya uzoefu na vipaji chipukizi, wakiwa tayari kwa mapambano makali dhidi ya wapinzani wao hao waliobobea kwenye michuano hii mikubwa ya bara la Afrika. Lakini kabla sijakwenda kukutangazia hapa au kukutajia kikosi ambacho kitakwenda kuanza moja kwa moja kwenye mchezo hapo baadaye, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Gachicha Rito. Karibu sana tuweze kuangazia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Simba ambacho kinatarajia kuanza kwenye mchezo wa hapo baadaye. Kwa upande wa mwalimu Fadu Davis, mara nyingi amekuwa anatumia mfumo wake wa 4-2-3-1. Amekuwa badiliki kwenye kila mchezo ambao amekuwa akienda kucheza. Na kwa upande wa golini yupo golikipa Moussa Kamara. Tunafahamu ni golikipa ambaye amekuwa na utulivu mkubwa langoni, lakini pia ana uwezo wa kuzuia mashuti magumu na kutoa maelekezo kwa mabeki wake vizuri, na ana rekodi nzuri zaidi ya kuweza kuokoa penalti pale ambapo inatokea. Kwa upande wa kocha Fadu Davis, anahitaji kwa upande wa golikipa Moussa Kamara kuwa mtoa maelekezo kwenye safu ya ulinzi, na atakuwa akiambiwa zaidi kuanza mashambulizi kuanzia kwenye eneo la chini zaidi, kwani kwenye mchezo huu kwa upande wa mwalimu atahitaji kuanza mashambulizi kwa chini, kuanzia chini, kwa sababu hajaja kwa tunasema kwamba hajaja kushambulia kwa haraka zaidi kulingana na aina mchezo na vile ambavyo anautazama. Lakini pia kwa upande wa beki pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu ni mzoefu, lakini pia anakaba kwa nidhamu, ana uwezo wa kupandisha mashambulizi na kurudi haraka. Cross zake zimekuwa ni hatari. Mwalimu Fadu Davis kwa upande wake anamhitaji Shomari Kapombe kusaidia zaidi kupanda lakini na kushuka kwa wakati, lakini atakuwa apandi mara kwa mara kulingana na namna ambavyo anaotizama mchezo huu. Wakati huo pia Mohamed Hussein Zimbo Jeyara atacheza kwenye upande wa beki pembeni kushoto. Tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na kasi na ana stamina ya juu, lakini pia uwezo wa kupiga cross na kuchangia mashambulizi kwenye eneo la pembeni. Kwa upande wa mwalimu atakuwa anamtazama zaidi Mohamed Hussein kwa ajili ya kuzuia sana, lakini na kupanda kwa wakati pale ambapo Simba wakiwa wanashambulia. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wa katikati yuko Abdrazaki Hamza. Kwa upande wa Abdrazaki Hamza tunafahamu ni mtulivu, lakini pia mwenye uwezo wa kupiga pasi fupi na ndefu vile vile ni mzuri zaidi kwa upande wake. Lakini pia amekuwa ni beki ambaye anakaba kwa akili zaidi, huku kwa upande wa kocha anamtizama kwamba yeye akiwa anawazuia washambuliaji wote namna ambavyo watakuwa wakishambulia kwa upande wa RS Berkane. Wakati huo pia Chamu Karabu moja kwa moja atausimama kwenye upande wa beki wa kati. Tunafahamu kwa upande wa Chamu ana nguvu, lakini pia anacheza kwa uchupavu, bingwa wa mipira ya juu, lakini pia anakaba bila hofu. Mwalimu Fadu Davis yeye kwa upande wake atatumika kuhimili pressure ya mashambulizi ya moja kwa moja kwa upande wa beki huyo kwa vile ambavyo anakuwa anamtizama. Lakini pia kwenye upande wa kiungo mkabaji yupo Yusuf Kagoma. Tunafahamu kwa upande wa Yusuf Kagoma amekuwa ni mmoja mchezaji ambaye ana nguvu, lakini pia anakaba kila eneo, ana stamina kubwa na uchukua mipira kutoka kwa wapinzani. Kwa upande wa kocha anamtaka awe mlinzi wa mabeki kufunika pengo lolote linalobaki kwa upande wa kiungo cha Berkane. Lakini pia Fabrice Ruamba Ngoma atakuwa akisaidiana na Yusuf Kagoma kwa eneo hilo. Tunafahamu kwa upande wa Ngoma ni mtulivu, lakini pia kwenye upande wa mchezo huu mwalimu atakuwa akimtazama Ngoma pale ambapo anashika mipira akiwa kwenye eneo lake. Yeye atakuwa anapiga pasi ndefu kwa mawinga wa pembeni kulingana na kile ambacho mwalimu anataka kukitumia. Wakati huo pia Jean Charles Ahoua moja kwa moja atasimama kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Tunafahamu ni mbunifu, lakini pia na vision, dribble yake imekuwa ni nzuri, lakini pia na uwezo wa kupiga mashuti, lakini pia hata kwenye upande wa pasi za mwisho ni mchezaji ambaye amekuwa ni mzuri. Kwa upande wa mwalimu anamtegemea zaidi Jean Charles pale ambapo zinakuwa zinatokea foul, yeye ndiye ambaye atakuwa anatazama zaidi ni namna gani anaweza kufunga. Wakati huo kwenye upande wa winga ya kulia yupo Kibu Denis. Tunafahamu ni mchezaji ambaye ana kasi, dribble yake imekuwa ni nzuri, lakini pia amekuwa akabiki kirahisi kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Maana kama mwalimu atakuwa anamtizama zaidi ambavyo Kibu Denis atakuwa anacheza kulingana na aina ya mechi ambayo atakuwa anayo, lakini pia atakuwa anamtumia pia Kibu Denis kurudi kukaba, kwa sababu ni mchezo ambao atakuwa anahitaji kukaba, kushambulia kwa kasi zaidi. Lakini pia Elim Panzu moja kwa moja yeye atasimama kwenye upande wa winga ya kushoto. Tunafahamu ana speed, dribble yake imekuwa ni hatari kwa upande wa beki wa pembeni, lakini pia kwa upande wa kocha anampanga kupambana na beki wa kulia Berkane kwa nguvu na kasi, huku pia akimpa uhuru wa kubadilishana nafasi pamoja na Ahoua kulingana na namna ambavyo mchezo utakuwa unakwenda. Wakati huo pia Leonel Ateba Mbida yeye ndiye atakwenda kusimama moja kwa moja mshambuliaji wa kati. Tunafahamu ni mchezaji ambaye anatazama
zaidi ni namna gani ambavyo anaweza kufunga, lakini pia ni namna gani ambavyo atakuwa akipiga mashuti pale ambapo anapata mpira, lakini pia itamhitaji aweze kukimbia kwa sababu ni mchezo ambao kwa upande wa mwalimu atakuwa akihitaji pia kutumia mipira